السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، نحمده حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما ينبغي لجلاله وعظيم سلطانه. نشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى alihi wa sahabatihi al-ghurri al-mayamin. Ama ba'du, ndugu zangu, tunaendelea na darasa ya tafsiri katika surati Yunus. Tulikuwa tumeishia katika aya ya 6 ya sura hii, nayo ni kauli yake Mwenyezi Mungu Jalla wa Ala akinakili maneno ya mzee Yaqub, baba yake Yusuf, mjukuu wa Ibrahim. Yaqub ni baba yake Yusuf na ni mjukuu wa Nabii Ibrahim kwa sababu ni mtoto wa Ishaq ibn Ibrahim. Aliposimuliwa na kijana wake ile ndoto, akamwambia kwanza, jambo la kwanza asiwasimulie ndugu zake ile ndoto ambayo yeye alielewa kwamba, na huo ni uelewa sahihi, kwamba ilikuwa ikiashiria jambo kubwa na nafasi kubwa atakayoipata Yusufu katika mustakbali. Kwa sababu ya hiyo nafasi, ndugu zake watamfanyia hasadi, mioyo yao itaumia na itaweka kwa nini, na Ibilisi atatumia hiyo fursa, hiyo hasadi yao kuwahamasisha katika jambo baya. Ndio akamwambia akamwambia, ya bunayya, ewe mwanangu kipenzi, la taqsus ru'yaka, usisimulie ndoto yako, ala ikhwatika, kwa ndugu zako, fayakidu laka kaidan, kwa kuwasimulia, kwa kufanya hivyo watakufanyia vitimbi sana. Fayakidu laka kaidan, hiyo kaidan ni maf'ulun mutlaqa, inafidisha vitimbi sana. Fayakidu laka kaidan, kama daraba darban, akala aklan, amekula sana. Kadhabu biayatina kidhaban, walikadhibisha sana aya zetu. Kwa hivyo fayakidu laka kaidan, watakufanyia vitimbi sana. Inna shaitana, hakika shaitani, lilinsani aduwwun mubin, kwa mwanadamu ni adui wazi. Ameingiaje shaitani? Sababu shaitani huwa anatumia fursa za mawazo mabaya kuleta utatuzi mbaya. Kwa hivyo nia na mawazo mabaya shaitani anaitumia kama chachu ya kuchomeka jambo lake. Kwa hivyo ndugu zako watakufanyia vitimbi, sababu shaitani atawaongoza katika hivyo vitimbi kupitia ile hasadi. Na tulisema hii inaashiria kwamba hasadi iko hata baina ya ndugu, pengine kwa ndugu baina ya ndugu ni zaidi kuliko kwa watu baki, au watu ambao wanaitwa aqran, watu wa level moja. Unajua ni ngumu maskini kumfanyia hasadi mtu ambaye amemwacha mbali, lakini yule ambaye amesoma naye, amezaliwa naye, mtu wa rika lake, amekuwa naye, ndugu yake, fayakidu laka kaidan inna shaitana lilinsani aduwwun mubin, shaitani kwa mwanadamu ni adui wa wazi. Kisha akamwambia wakadhalika yajtabika rabbuka. Kwa hivyo alianza na kumtahadharisha, alafu ndio akampa maelezo ya jumla ya ile tafsiri ya ndoto yake. Wakadhalika yajtabika rabbuka, na hivyo ndivyo ambavyo, na kama hivyo anakuteua Mola wako. Allah subhanahu wa ta'ala huwa anateua, na hii inatufundisha kwamba kama Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amemteua mmoja katika watu, basi watu wasiseme kwani yeye ni nani. Kilichowafanya Makuraishi wa mkufuru Muhammad sallallahu alaihi wasallama, kwani yeye ni nani, kukataa tafdhil
kufadhilisha kwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, kuwafadhilisha baadhi ya viumbe, kwani yeye nani? Hata mtu mwingine anakataa haki inayozungumzwa na mtoto ambaye amemuona tokea anazaliwa. Mtoto wa hapa hapa kwetu ameenda amesoma, anatuambia nini sisi? Kwa mtu mwingine anakataa haki tu kwa sababu huyu mtoto wa fulani anakuwa, sisi tunamuona hivi hivi, sasa amesoma, amekuwa shekhe. Kwa hivyo mtu anaweza akakataa haki hivi hivi kwa sababu inasemwa na mtu ambaye anamjua labda udogo wake ama anamjua familia yake. Kwa hivyo Mola wako anakuteua. Wakadhalika yajtabika rabbuka, na hii inaashiria kwamba Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anapotoa utume huwa anachagua. Allahu yastafi minal malaikati rusulan wa minan nas, hapewi tu mtume kiholela. Sababu ya kupewa utume mtume ni kwamba Allah Subhanahu wa Ta'ala amemchagua, amemuona ana roho nzuri, ana moyo mzuri, ndio huyo Allah anamchagua kuwa ni wa kubeba hicho cheo cha unabii. Wakadhalika yajtabika rabbuka, Mola wako anakuteua, yani katika mustakbali itakuwa hivyo. Wayuallimuka min ta'wili al-ahadith, na anakufundisha au atakufundisha ta'wili. Ta'wili ni tafsiri ya maishilio, tafsiri ya maishilio. Yani unaliona tukio alafu unaona kwa hivi linavyoenda litakuwa hivi. Kujua hivyo ndio inaitwa ta'wil, ma taulu ilayhi al-umur. Kwa hivyo ta'wili ni zaidi ya tafsiri. Tafsiri ni kutafsiri maneno tu kama yalivyosemwa, kama vile tarjama. Ta'wil, kwa hali hii jambo hili hatimaye litakuwa hivi. Katika ta'wili ni ndoto, kutafsiri ndoto kwamba hii ndoto inasema hivi, baadaye itakuwa kadha. Hiyo ndio inaitwa ta'wil. Ta'wil kadhalika inaweza kuwa kwenye tukio, kwa hivi linavyokwenda jambo hili litakuwa kadha. Ta'wil al-ahadith, hiyo ta'wil inaweza kuwa ni issue ya calculation, mahesabu tu, kwamba huyu mvivu baadaye atafeli. Hiyo ni calculation ya kawaida. Na kuna ta'wil, ilmu ambayo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anaiweka katika nafsi ya muhusika na hisia. Ndio kuna ilmu ya kujifunza na kuna ilmu ya kupewa. Ndio hiyo Waswahili wanasema kipaji. Hasa yani mfano mzuri katika maelezo haya ya kwamba kuna ilmu ya kipaji, hiyo iko zaidi katika ilmu ya ndoto, ya kutafsiri ndoto. Katika ilmu ya kutafsiri ndoto. Na Qur'ani inaelezea kwamba kuna ilmu ambayo mtu anaifahamu kwa kuhisi. In tattaqullaha wa yuallimukumullah, mcheni Allah atakufundisheni. In tattaqullaha yaj'al lakum furqana, mkimcha Mwenyezi Mungu atakuonesheni. Hii ilmu ya kupewa hii kwa maelezo ya Qur'ani imefungwa katika wema, katika uchaji kwa watu wenye kumcha Mwenyezi Mungu Jalla waala. Kwa hivyo hawajui tafsiri ya ndoto isipokuwa watu ambao ni watu wa dini, ni watu wa kumcha Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, kama manabii na watu wa mfano wao. Na hii inafunga mlango wa kwamba kuna watu wengine watatumia mwanya na maelezo haya wakasema kwamba mimi nimeelewa kadha, mimi nimeelewa kadha. Hatakubaliwa kwa sababu ni lazima awe ni mtu ambaye anaaminiwa na ni mcha Mungu. Wakadhalika yajtabika rabbuka, na hivyo ndivyo ambavyo anakuteua Mola wako. Wayuallimuka, na anakufundisha mitawili al-ahadith, tafsiri ya maishilio. Nimekosa neno na ni fasaha la Kiswahili. Tafsiri inayotafsiri mambo. Tafsiri inatolewa leo, inaeleza baadaye ili jambo litakuwa kadha. Kwa hivyo
Hiyo ndio inaitwa nini? Ta'wili. Ta'wili tumesema inaweza kuwa ni kutafsiri aya, inaweza kuwa ta'wili ni kutafsiri ndoto, inaweza kuwa ni kutafsiri matukio, na hiyo ni daraja ya juu katika ilmu. Wa yuallimuka min ta'wili al-ahadith wa yutimmu ni'matahu alayka, na anatimiza neema zake Mwenyezi Mungu juu yako. Na hii inafahamisha kwamba ilmu ni neema, hasa ilmu ya dini. Wa yutimmu ni'matahu alayka wa ala ali yaqube, na anatimiza neema hiyo. Akitimiza juu yako, pia itakuwa imetimia juu ya familia ya Yaqube. Neema ya ndugu yako ni neema yako, neema ya mtu fulani ni neema ya familia nzima. Na hivyo ndivyo zilivyo neema za Mwenyezi Mungu Jalla waala. Ni mara chache na sio rahisi nadhani kwamba mtu fulani amepewa neema alafu anafaidika nayo peke yake. Hasa neema ya elimu inakataa kuwa ni neema ya mtu binafsi. Wa yutimmu ni'matahu alayka wa ala ali yaqub, anatimiza neema yako na neema yake juu yako na kwa watu wa Yaqub. Yaqub yani ni yeye mwenyewe, yani akisema Yaqub yani ni yeye mwenyewe. Yaqub anasema na anatimiza neema yako kwa familia ya Yaqub, na Yaqub ni yeye mwenyewe, baba yake Yusuf. Kama atamaha ala abawaika, kama alivyoitimiza kwa baba zako wawili. Kama atamaha ala abawaika min qablu, hapo kabla. Ibrahim, baba zako wawili hao ni Ibrahim na Ishaq, na hawa ni babu zake. Kwa hivyo kuna babu wa kwanza ambaye ni Ishaq na babu wa pili ambaye ni Ibrahim. Na hii inatufunza kwamba ni Qur'ani humuita babu, na babu hawi ni mmoja, anakuwa babu wako wengi. Hawa mababu wanaitwa baba, na ndio maana babu ni katika mawali, bali ni wali ambaye anashika nafasi ya pili baada ya baba. Yani baba mzazi kama hayupo katika kuozesha, wali unahamia kwa baba yake ambaye ni babu wa muolewa, na kadhalika katika kubeba majukumu. Ikiwa babu amekosa mtu wa kumwangalia katika watoto wake, hilo jukumu linaangukia kwa wajukuu, kwa sababu na wajukuu pia ni watoto namba mbili. Watoto namba mbili. Kama alivyoitimiza juu ya baba zako wawili Ishaqa na Yaqube. Tulisema katika faida za aya hii katika darasa iliyopita kwenye tamko la kama atamaha, kama anatimiza neema hii kwako kama ambavyo ilikuwa kwa babu zako. Tukasema kanuni ya Mwenyezi Mungu Jalla waala ni kwamba akileta neema kwa mtu fulani, kanuni ni kwamba neema hiyo itarithiwa na wanaofuata nyuma yake. Kama ni neema ya uongozi, kama ni neema ya mali, neema kanuni yake huwa ni endelevu. Neema kanuni yake ni endelevu. Ikikatika, basi kuna mahala mmekorokochoa, ndio neema hiyo ikafanyaje? Ikawa imegoma. Labda mmekufuru, hamjamshukuru Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, mnaitumia katika mambo mabaya, neema inaondoka. Lakini neema yani ikitumiwa vizuri, kama ni mali, atafariki baba, watoto watarithi, wakifuata misingi ya utenda haki katika hiyo neema ya mali, itaendelea tu. Kama Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anasema kama atamaha, kama alivyoitimiza ala abawaika min qablu, kama alivyoitimiza kwa wazee wako hapo kabla, kina Ibrahim na kina Ishaq. Inna rabbaka alimun, hakika Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ni mjuzi na ni hakim. Yani masala ya neema yanakuja kwa vile ambavyo Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amemjua huyu mja kwamba ni sawa kupewa neema hii. Kuna mwingine akipewa neema atakufuru, kuna mwingine akipewa neema atatakabar, ilikuwa ni sababu ya kumpeleka motoni, hatoitendea haki,
Kwa hivyo kuna mtu mwingine hapewi neema kuanzia mwanzo kwa sababu hiyo neema haiendani na yeye, au anapewa, Allah anaonesha, anampa, anafanya vibaya, na Allah alikuwa anajua kwamba atafanya vibaya afu anaiondosha, na inakuwa hilo pia ni somo kwamba yani neema ukitumia vibaya kwa mtindo kama huu, Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anaiondosha. Kama atamaha ala abawaika min qablu Ibrahim wa Ishaqa inna rabbaka alimun, hakika Mola wako ni mjuzi, anajua utadili vipi na hiyo neema. Kwa hivyo kwa mujibu wa ujuzi wake anafanya mambo kwa hikma, yani kila jambo analiweka mahala ambapo ni sahihi zaidi. Huwezi kuyaseti mambo kwa usahihi zaidi mpaka huko kuseti kutanguliwe na nini? Na kujua. Ndio maana hizi sifa mbili kwa Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla huwa zinafuatana. Inna rabbaka inakuwa mara nyingine ni hakimun alim au alimun hakim. Hakim ni yule ambaye, halim ni mjuzi sana. Hakim ni yule ambaye anaweka kila jambo mahala pake panapofiti zaidi. Inna rabbaka alimun hakim. Na ndio maana yani katika hikma ni kuwekwa utume kwa mtu ambaye ni sahihi. Ndio maana walipodai Makuraishi, kwa nini utume huu asipewe fulani? Laula nuzila hadha alquranu ala rajulin min alqaryatayn adhim, kwa nini utume huu asipewe mmoja wapo katika watu wanaotoka katika miji mikubwa miwili? Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla akawaambia, Allahu ahum yaqsimuna rahmat rabbika, kwani wao ndio wanagawa rehema za Mola wako. Na katika nyingine akasema, Allahu a'lamu haithu yaj'alu risalatahu, Mwenyezi Mungu anajua ni wapi ataweka utume wake. Kisha Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla akarudi katika maelezo ya kisa cha Yusuf akasema, laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatun lisailin, hakika imekuwa kwa Yusuf na ndugu zake ayatun, mazingatio. Kuna mazingatio mengi, sababu hili neno ayat lina maana nyingi. Ayati zinaweza kuwa ni aya za Qur'ani, ayati inaweza kuwa ni maajabu ya Mwenyezi Mungu katika uumbaji wake. Hata mbingu na usiku na mchana na jua na mwezi vinaitwa ni ayati, hiyo pia ni ayati. Ayati inaweza kuwa ni miujiza, ayati inaweza kuwa ni mazingatio. Kuna matukio yanatokea yanatusomesha, yale masomo yanaitwa ayati. Katika kisa cha Yusuf na ndugu zake kuna ayati, kuna masomo na mazingatio ambayo mnaweza kuyatohoa. Lisailina, kwa watu wenye kuuliza. Sio lazima wawe wanauliza, lakini kwa watu wanaohitaji kujua pia wanaitwa sailina, waulizaji. Lisailina, kwa watu ambao wanataka kujua ni masala ya miamala ya ndugu na hali za ndugu zikoje. Katika kisa cha Yusufu kuna ayatun, kuna maajabu ama kuna mazingatio kwa wenye kuuliza. Na sisi tunaomba udhuru kwamba tunaweza tukapita tukazisoma baadhi ya aya tukataja aya moja, faida moja, na zingine ikawa hatukuwafikishwa kuziona. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amesema ayatun lisailin. Kwa hakika mimi nikipita aya katika hizi aya za surati Yusuf, alafu ikawa sikupata kitu cha manake kuna tafsiri alafu nyuma ya tafsiri kuna somo, ikawa sikupata ta'wili, tafsiri ya ndani, somo la kujifunza kutokana na kipengele kilichotajwa, najisikia nimeshindwa kuitendea haki hiyo aya husika. Sababu Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amesema, laqad kana fi yusufa wa ikhwatihi ayatun lisailin, hakika imekuwa kwa Yusuf na ndugu zake ayatun, mazingatio, masomo mengi kwa watu ambao wanataka kujua. Idh qalu la Yusuf, kumbuka waliposema ndugu zake Yusuf, na hawa ni ndugu zake wa kuchangia, wa baba mmoja mama tofauti. Waarabu wanaita abna'u illani. Yusufu
wa ikhwatihi abna'u illani. Wakisema Yusufu na ndugu zake ni watoto wa illani, yani ni watoto ambao baba yao mmoja, mama zao tofauti. Lakini hata kama mnatofautiana mama ni ndugu, na ndio Qur'ani inasema ikhwatu Yusuf, ni ndugu zake kabisa na wanarithiana hawa. Laqad kana fi Yusuf, hakika imekuwa kwa Yusufu, wa ikhwatihi, na ndugu zake, ayatun lisailin idh qalu la Yusufu, kumbuka waliposema hakika Yusuf. Hiyo lamu ni ya kutilia mkazo, la Yusufu, hakika Yusufu, wa akhuhu, na ndugu zake, ahabbu ila abina, wanapendeza zaidi kwa baba yetu, yani baba yetu anawapenda zaidi. Ahabbu ila abina, baba yetu anawapenda zaidi, au wanapendeza zaidi kwa baba yetu, minna, kuliko sisi. Wa nahnu usbatun, na hali ya kuwa sisi ni kikundi. Usba ni kundi la watu. Anasema neno hili halina mufradi wake katika lugha. Usba ni kundi. Kiswahili neno kundi lina uwingi, makundi, lakini katika Kiarabu neno hili halina uwingi. Usbatun, kundi. Wengine wamesema ni kuanzia namba 10 mpaka 15, wengine wamesema kuanzia namba 3 mpaka 10. Maneno ni mengi ya watu wa lugha katika kutafsiri neno usba, lakini tafsiri ya jumla ni kikundi. Sisi ni kikundi kikubwa. Usbatun ni kikundi ambacho kinajiweza. Wa nahnu usbatun, kwa hivyo sisi ni nguvu kazi na ni msaada zaidi kwa mzee wetu kuliko hawa watu wawili. Inna abana, hakika baba yetu, la fi dalalin mubin, yuko katika upotevu wa wazi. Hawakusudi upotevu katika dini, wanakusudia upotevu katika muamala, kwenye kuwafanya hawa wamepewa kipaumbele kuliko sisi. Inna abana la fi dalalin mubin. Ulama wamesema wangelikuwa wanamaanisha kwamba baba yetu amepotea upotevu katika muongozo wa dini, wangekufuru, kwa sababu kusema nabii amepotea ni kufuru. Lakini wao walikuwa wanamaanisha nini? Bana la fi dalalin mubin. Je, kweli mzee Yaqub alayhi wa ala nabiyina afdalu salatu wassalam aliwapenda Yusuf zaidi na ndugu yake kuliko hawa? Kuhusu ndugu yake Yusuf, Allahu a'lam. Lakini je, kwa Yusuf kuna yani adila zinafahamisha alimpenda zaidi Yusuf kuliko ndugu zake, kwa sababu sio kwa sababu za maslahi ya kidunia, kwamba Yusuf amemwona atakuwa tajiri, atakuwa anampa pesa kuliko wenzake. Hapana, aliona kwa ile tafsiri ya ndoto Yusuf atakuwa nabii, atakuwa ni mtoto mzuri na mwema zaidi kuliko wenzake. Bila shaka mzazi atampenda zaidi huyu kuliko mwingine, na kuna nini, na mapenzi ni jambo ambalo sio mtu analiendesha, lenyewe linatokea automatic. Kwa hivyo mzazi anapewa udhuru katika hili, lakini sheria inambana. Kwa hivyo hili ni jambo liko nje ya uwezo wake kufanya uadilifu na usawa kwa mapenzi ya moyoni, lakini sheria inamlazimisha mzazi kutenda uadilifu katika muamala. Ukimpa huyu 10,000 na wengine wape 10,000. Hata katika mazungumzo ajitahidi kuwafanya sawa, kama ile kanuni ya muamala kwa mtu mwenye wake wengi. Anaweza akampenda mke mmoja kuliko wengine kwenye mapenzi ya moyoni, na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla hamlaumu katika hilo, lakini katika muamala asimzidishie yule anayempenda kuliko wenzake mazuri katika muamala. Kwa hivyo ni kweli Yusuf alikuwa anapendwa zaidi na mzee Yaqub kuliko ndugu zake, kwa sababu ya hizi sababu zilizotajwa. Kwa sababu ya hizi sababu, yani sisi tunasema hivyo kwa sababu ya hizi sababu zilizotajwa, ambayo ni nini? Kwamba amemwona atakuwa ni nabii. Namba 2, yeye ni mdogo kuliko wenzake. Kawaida mdogo anapendwa zaidi. Huu ni upendo uliobebwa na huruma, sababu yani yule ambaye ni dhaifu anapendwa zaidi kuliko mkubwa, kwa sababu nini? Ile huruma huwa inazaa nini? Upendo, kwa sababu anafaa, ana haki zaidi ya kuhurumiwa.
Kwa hivyo watu wa tarbia na mafundisho ya dini kadhalika yanatukataza kuwafadhilisha baadhi ya watoto kuliko wengine katika muamala. Nafahamu yule mtu aliyeenda kumshuhudisha Mtume sallallahu alaihi wasallam, ashuhudia kwamba nimempa mwanangu zawadi kadha. Mtume akamwambia, hal a'taitahu li auladika kullihim, je, umewapa watoto wako wote kama hivyo? Akasema la. Akamwambia, la tushidini idhan la tushidini ala aljawri, basi usinishuhudishe katika dhulma. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakasirika na akasema, i'dilu ittaqullaha wa'dilu baina auladikum, mcheni Mwenyezi Mungu. Yani hilo ni jambo la kwenda kinyume na kuwafadhilisha watoto wengine kuliko wengine. Mcheni Mwenyezi Mungu, yani kutenda uadilifu baina ya watoto ni katika dini. Ittaqullaha, mcheni Mwenyezi Mungu, wa'dilu baina auladikum, nafanyeni uadilifu baina ya watoto wenu. Na kuwafadhilisha baadhi ya watoto, hiyo inatengeneza uadui baina yao, kama ambavyo hapa walipodhania kwamba Yusuf anapendwa kuliko wao, wakasema haya ambayo watayasema hapa mbele, inna abana la fi dhalalin mubin. Suali ambalo sio muhimu sana, je, hawa wanakuwa ni bora kuliko hawa kwa sababu ya idadi? Sababu wamesema anawapenda hawa wawili kuliko sisi, na sisi ni kikundi kikubwa. Swali tu la ziada, je, yani namba ni kweli namba 10 ni lazima iwe bora kuliko namba 2? Namba 2 inaweza kuwa bora kuliko namba 10, kwa sababu ndio maana katika Uislamu hakuna kumchagua kiongozi kwa kupiga kura tukaangalia idadi ya kura, kwa sababu hatuwezi kulinganisha kura za walevi na kura za watu wanaojitambua. Walevi 1000 na watu wanaojitambua 100. 100 ni bora kuliko 1000. Ndio masala ya uchaguzi katika dini. Unapochagua kiongozi ni jambo la ahlu al-hal wal-aqdi. Al-hal, wale watu wenye kufunga mambo na kufungua, watu wenye hikma katika wenye hikma na ilmu katika jamii au katika dini. Waqtulu Yusufa, wakaambizana kwamba muweni Yusuf. Hapa sasa, kutokana na ile hasadi yao ama wivu wao, likaja hili wazo, uqtulu Yusufa, muweni Yusuf. Bora wangesema tunaangalia mzee amempenda Yusuf kwa jambo gani, na sisi tujitahidi tuwe kama hivyo. Wao wanaona utatuzi ni kumuondosha huyu, na haya ni mawazo ya shaitani. Uqtulu Yusufa, muweni Yusufu, awe tarahuhu, ama mtupeni, ardan, katika ardhi, ardan majhulan, katika ardhi ya mbali, ardhi fulani, ardan, katika ardhi yoyote ile lakini ya mbali, kwa sababu imetajwa kwa nakra, ardan, ardhi ya mbali isiyojulikana. Yakhlu lakum, yani yakhlusu lakum. Yakhlu inatokana na neno khalwa, ni kuwa mapenzi ya baba yenu yani yawe empty kutokana na Yusuf kutokana na Yusuf. Na mazungumzo yao yamerudi sasa kwa Yusuf, japokuwa waliwataja la Yusuf wa akhuhu ahabbu ila abina minna, sasa hivi wanamzungumza mmoja. Waqtulu Yusufa, muweni Yusuf, aw itrahuhu ardan, ama mtupeni katika ardhi ya mbali. Yakhlu lakum wajhu abikum, utakuelekeni peke yenu. Yakhlu lakum, utakuwa ni kwa ajili yenu peke yenu. Wajhu abikum, uso wa baba yenu. Hapa uso wa baba yenu, yani atakuwa anakuangalieni nyinyi tu. Hii ni lugha ya mafumbo, sababu kikipenda kitu unakifesi na unakielekea. Yakhlu lakum wajhu abikum, hapo anamaanisha yatakuwa ni kwa ajili yenu peke yenu. Yakhlu lakum,
yatakuwa ni kwa ajili yenu peke yenu, mapenzi ya baba yenu, wajhu abikum, uso wa baba yenu, watakunu min ba'dihi qauman salihin, na mtakuwa baada ya hili tukio ni watu wema. Kuna tafsiri ya mbali hapa, haina nguvu. Yakhlu lakum wajhu abikum watakunu min ba'dihi qauman salihina, na mkishakuwa mmemuondosha huyu ambaye anaonekana ndio mzuri kuliko nyinyi, nyie sasa ndio mtakuwa wazuri. Yani akishaondoka huyu anayeonekana ndio mzuri kuliko nyie, sasa hayupo. Kwa hivyo baada ya kuondoka kwake nyinyi ndio mtateke place. Lakini tafsiri yenye nguvu, watakunu min ba'dihi qauman salihina, yani mkishafanya hili tendo baya, baada ya hapo mtatubia, muwe watu wema. Kwa hivyo muweni bwana, mtatubia. Na wangapi katika wanadamu huwa wanafanya madhambi kwa hii hoja kwamba tatubia tu bwana. Wama adraka annaka satuwaffaqu litauba, unajuaje pengine hautaafikishwa katika tauba? Tunafanya madhambi kwa sababu ametiania atatubia. Unajuaje kama hautaafikishwa katika tauba? Hautaafikishwa kivipi? Hautapata umri wa kuishi mpaka huo muda ambao unasema utatubia. Si unaweza ukafa katika tukio? Namba 2, dalili za Qur'ani zinaonyesha mtu akifanya madhambi ananogewa. Yani nafsi ina tabia ya kunogewa na madhambi, jumlisha ibilisi anakunogeshea madhambi. Nafsi yenyewe kwa nature yake inapenda madhambi na inapenda kunogewa na madhambi, jumlisha ibilisi atakunogeshea madhambi. Lakini Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anaweza akakasirika. Qur'ani inaonyesha watu wanaweza wakafanya madhambi, Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ndio mlango wa tauba upo, lakini asimwafikishe huyo mja katika nini? Katika tauba. Kwa sababu na Qur'ani kadhalika inafahamisha kwamba madhambi yurithu qaswata alqalbi, yanaleta ugumu wa moyo, kutokuogopa, kutokujali. Madhambi yanazaa kitu hicho. Kwa hivyo ni fikra ya makosa sana kwamba mtu anafanya madhambi alafu anasema atatubia. Kuna mwingine alisema, yani katika kutetea madhambi akasema, kuna watu nimeambiwa wana msemo huo, wanasema almizan haq, mizani ni haki bwana, yani nitafanya madhambi alafu nitafanya mema, yatapambana yatakapopimwa katika nini? Katika mizani. Ulama wamesema kuna baadhi ya makosa hata kama mtu mema yake ni mazito kuliko madhambi yake, lakini hayo makosa yatavuliwa, ataadhibiwa mtu kwa sababu ya hayo makosa. Kwa hivyo mizani imemsaidia kwamba anapata hukumu ya jumla kwamba ataenda peponi, lakini unaambiwa kabla hujaenda peponi haya lazima ulipie. Kuna aina ya madhambi iko katika fungu hilo. Naam, hukumu ya jumla inaonyesha mema yako ni mengi kuliko mabaya, kwa hivyo utaenda peponi, lakini kabla hujaenda peponi ni lazima ulipie. Na katika adilla ni kwamba baada ya watu kuvuka katika as-sirat, adilla zinasema baada ya watu kuvuka katika as-sirat, unajua as-sirati ni daraja ambalo watavuka watu baada ya kuhesabiwa. Angalia, mchujo sio katika mizani peke yake. Watu washamalizika, washapimwa katika mizani, alafu kuna kuvuka katika as-sirat. Na hiyo as-sirat nacho ni kipimo kingine. Unaweza ukavuka ama ukateleza, ama ukavuka lakini ukaadhibika hapo hapo katika nini? Katika as-sirat, hiyo njia nyembamba ambayo chini yake kuna moto wa nini? Wa jahannam. Unaweza ukataabika miaka kadhaa hapo katika kuvuka katika as-sirat. Kwa hivyo unavuka katika as-sirat ili uende peponi. Wa motoni wataangukia hapo hapo, wa peponi watavuka. Lakini kwa sababu ya madhambi mtu anaweza akavuka miaka mingi na akataabika taabu kubwa katika nini? Katika as-sirat. Adilla zinasema
Ukivuka katika asirati, kabla ya kuingia peponi kuna uwanja wa kupitisha kisasi baina ya waumini. Yani hawa watu wa peponi wamehukumiwa wanaenda peponi, hukumu ya kwanza imeshamalizika, alafu kuna hukumu nyingine tena ya kusafishwa. Hawa watu wasafishwa, vilipizo visasi baina yao katika huo uwanja kabla ya kuingia peponi. Mtu asifanye masala ni rahisi tu kwamba watakunu min ba'dihi qauman salihin, fanya dhambi baadaye utatubia. Tumesemaje? Tunasema unaweza ukanogewa na madhambi usitubie, ukanogewa na madhambi kwa sababu ya nafsi inapenda madhambi, lakini pia nini, Ibilisi akakunogesha na yeye akatia chumvi yake katika kunogesha madhambi. Lakini madhambi yanaleta nini? Qaswatul qalbi, ususuavu wa moyo, na Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anaweza akakasirika. Namba 3, asikupe taufiki ya kutubia. Kwa hivyo tamko la hawa ndugu zake Yusuf lilikuwa ni tamko la batili, na ni katika tazini shaitani, na ni katika kupambiwa na shaitani. Yani muweni Yusufu, baba yenu atakupendeni, watakunu min ba'dihi qauman salihin. Na sio kweli kwamba atakupendeni, anaweza akakuchukieni zaidi kwa ule ubaya ambao mmefanya, mkapoteza nafasi yenu ya kwanza. Na Ibilisi anapompambia mtu anajaribu kumfungia fikra sahihi, na anamfungulia channel za fikra ambayo ni ya batili. Kwa mfano, Ibilisi akimpambia mtu kujinyonga, anamwambia hii ni njia sahihi, wala usimwambie mtu yote. Anamfungia mlango wa kupewa nini? Ushauri na mawazo ambayo ni sahihi atakayomgeuza. Anambia usimwambie mtu yeyote, haya ni maisha yako, jambo hili linakuhusu wewe. Kwani hawa wanakusaidia nini kwenye matatizo yako? Ukawashauri ili iweje? Sasa umeshaning'inia na uwezi kujinasua tena, na hakuna mtu around, ukipiga kelele atakayekunasua. Ibilisi anaondoka, anaanza kukucheka. Hapo ndio fikra zote saa hizi zinakuja, lakini sasa una miguu inaelea, utajinasua vipi? Kama ni sumu tayari ushakunywa, inafanya kazi, haiwezi hata ukijuta sumu haiwezi kusimama kwa sababu umejuta, itaendelea kufanya kazi. Watakunu min ba'dihi qauman salihin qala qailun minhum, akasema mmoja, akasema msemaji katika wao, akasema mmoja katika wao, yani akatoa rai nyingine, sio rai ya kumuua Yusuf. Akasema la taqtulu Yusufa, msimuua Yusuf. Rai ya kumuua hapana, lakini rai gani? Wa alquhu fi ghayabati aljubbe, mtupeni katika kisima kirefu. Aljubbe ni kisima, albiru. Hii ghayabati inatokana na neno alghaiba au alghaib, kwa sababu kisima kirefu kinaficha kile kilichoko kwenye kina chake. Kwa hivyo nini, mtupeni katika ghayabati aljubi, katika kina au katika vina vya nini, vya kisima. Yaltaqithu, yaltaqi kwa kasra, yaltaqit ndio ina sakna. Yaltaqithu, watamuokota baadhi sayara, baadhi ya wasafiri. Kwa hivyo manake watampeleka katika kisima ambacho mara kwa mara wasafiri wanapita pale na wanateka maji. Kwa hivyo wamepanga mpango wasimue. Kwa hiyo kwa kuwa mpango ni kutokumuua, manake hawatamtumbukiza, watamuweka kwa utaratibu, watamteremsha kisimani kwa utaratibu awe salama. Alafu wanajua watu wakija kuteka maji watamuokotaje na yuko kisimani, na kisima akionyeshi ndani kirefu. Wenyewe wamesema ghayabatil jub. Wanajua Yusuf ana akili zake. Mtu akiingiza ndoo kuteka maji, hata mahesabu yao yalikuwa yako sawa, atang'ang'ana na ndoo, atavuta, atakuwa ameokolewa. Kwa hivyo wataondoka naye, wamemuokota, wataondoka naye. Yaltaqituhu ba'du sayyara.
Sayara ni aljamaatu saira, ni kikundi ambacho kina safiri, na sayara maana yake ni wasafiri wanaoenda mbali. Nimekuja katika sifa mubalagha. Sayara, watu wanasafiri wanaenda mbali, kwa hivyo wataenda naye mbali. Yaltaqitu ba'du sayara, na kwa kuwa ni mdogo wataenda naye, kwani Yusuf hatasema mimi bwana nyumbani kwetu ni kadha na kadha. Huenda wao wanajua kwa mazingira yao kwamba wakimuokota mtoto wanamfanya ni mtumwa tu, anaenda naye, hawezi kumsikiliza akampeleka nyumbani kwao, waanze kuhangaika nyumbani kwenu ni wapi, na haikuwa ni mbali. Ingekuwa ni mbali wao wamefikaje hapa? Lakini wanajua kwamba, lakini walikuwa na mpango mwingine ambao pia yani tutautaja hapa mbele. Qala qailun minhum la taqtulu Yusufa, akasema msemaji katika wao msimuue Yusufu. Wa alquhu fi ghayabati aljub, na mtupeni katika kisima katika vina virefu vya kisima. Yaltaqithu, watamuokota. Ba'du sayyarati, baadhi ya wasafiri. In kuntum fa'ilina, kama mnataka kufanya jambo. Qalu ya abana, Qurani na shortcut maneno, wakasema ewe baba yetu. Maana yake wakafanya hivyo. Walipofanya hivyo wakarudi nyumbani. Waliporudi nyumbani wakasema ya nini, walikubaliana mpango huo. Sasa wanaanza harakati, wanaanza kumshawishi baba yao. Qalu ya abana, ewe baba yetu. Malaka la ta'manna. Katika usomaji hiyo nukta hapo wanasema inaashiria kwamba kuna herufi imeondoshwa ambayo ni nuni, kuna herufi ambayo imeondoshwa, kuna haraka ambayo imeondoshwa ambayo ni dhamma. Nuni sakina haijaondoshwa kwa sababu inaonekana la ta'manna, ipo nuni sakina, lakini hiyo nuni sakina ilikuwa ina alama ya dhamma. Ilikuwa asili yake malaka la ta'manuna, ikaondoshwa katika mnyambuliko wa lugha ikawa malaka la ta'manna. Na wanasema katika usomaji ni lazima ukisoma la ta'manna usisome kama kwenye tamko la amanna, tumeamini, seme amanna. Lazima kwenye mdomo inasikika amanna, lakini anayekuangalia anaona unaashiria ile dhamma iliyoondoshwa. Malaka la ta'manna, la ta'manna, yani malaka la ta'manuna. Na inajuzu kusoma malaka la ta'manuna kwa ile lugha ya asili ya tamko lenyewe. Na nimsikia Ali Abdurrahman Hudhaifi amesoma katika aya hii malaka la ta'manuna ala Yusufa, una nini hutuamini juu ya Yusuf? Wa inna lahu lanasihuna, na kwa hakika sisi ni wenye kumnasihi. Hapa kumnasihi sio kumpa nasaha, hii ni nasaha kwa maana nyingine ya kilugha. Nasaha kwa maana ya wa nahnu wa inna lahu la mukhlisun, wa inna lahu la nasihuna, yani la mukhlisuna lahu, nukhlisu lahu almahabba, tuna ikhlasi na yeye, sisi sio feki kwake yeye. Yani sisi hivi unavyotuona tunampenda Yusuf na maneno haya, ndivyo tuko hivyo namna hiyo, sio feki. Kwa hiyo nasihuna ni mukhlisuna. Kwa mfano unasema inna fulan mukhlisun li sadiqihi, au hadhihi almar'a mukhlisatun li zawjiha, huyu mwanamke ana ikhlasi kwa mumewe, yani sio feki. Na maana hii ndio iliyotumika katika hadithi ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ad-dinu nasiha, dini ni ukweli wa nafsi, ukweli
ni ikhlas na ukweli. Yani ndio maana wakamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, liman ya Rasulullah, hiyo ikhlas ni kwa nani? Akasema lillahi, kwa Allah, walikitabihi, na kwa kitabu chake, wali aimmatil muslimina, na kwa viongozi wa Kiislamu, wa amatihim, na kwa Waislamu wote, na kwa watu wote. Kwa dini ni ukweli. Waliposema wa inna lahu lanasihuna, sisi tuna mapenzi ya kweli kwake yeye. Muumini tukisema ni mukhlis katika kitabu cha Allah, yani anakipenda kwa dhati ya nafsi yake. Ni mukhlis kwa kiongozi, yani sio feki, anampenda na anamuunga mkono na anamsaidia kiongozi wake. Mukhlis kwenye kitabu, anakipenda kitabu. Ni mukhlis kwa watu, yani habebi ghish na hadaa kwa ndugu zake na jamaa zake. Wa inna lahu lanasihuna, sisi tunampenda mapenzi ya kweli Yusuf. Arsilhu maana, neno arsilhu kutumwa, barua inaitwa risala, aliyetumwa anaitwa mursal au anaitwa rasul. Arsilhu maana muachilie mtume, lakini neno hili likitumika kwa yule anayezuiliwa linakuwa lina maana ya muachilie. Fa arsalu waridahum, walimtuma mtekamaji wao. Kwa hivyo arsalahu ina maana ya kumtuma na ina maana ya kumwachilia. Arsilhu maana muachilie pamoja nasi. Manake mzee alikuwa anafanyaje? Alikuwa anamzuilia, alikuwa akimzuilia Yusuf harusu atoke pamoja naye. Ndio maana akasema arsilhu maana, muachilie pamoja nasi. Ghadan, kesho. Yarta, neno yarta min ar-ra'i, kuchunga. Ndio maana baadhi ya mufassirin wametafsiri yarta ale, yani umwachilie akale matunda ya porini, kama watawinda mnyama akale akajiachie. Yarta, na neno yarta kadhalika lina maana ya ajiachie katika starehe. Yarta yarta wa yal'ab, ajiachie na acheze. Yarta wa yal'ab, na acheze. Na hii inaashiria, yani maneno haya yanafunzo kwamba mtoto anatakiwa apewe uhuru fulani ambao umewekewa mipaka, na acheze, apewe kadhalika uhuru wa kufanya nini, wa kucheza, kwa sababu ni sehemu ya maumbile yake. Yarta, kwa hivyo sio kila kilichosema na ndugu zake Yusuf yani hakifai. Hapa wamehadaa, wamedanganya, lakini wanachokisema ni sawa. Dalili ya kwamba hiyo hoja ni sawa ni nini? Hiyo hoja mzee Yakubu ilimshawishi akamwachilia nani? Yusuf. Kwa hivyo ni sawa mzazi kumwachilia mtoto baadhi ya nyakati, akajiachie lakini ndani ya mipaka, na akacheze ndani ya mipaka. Hii ni nature, sio? Arsilhu ma'ana ghadan, muachie pamoja nasi kesho. Yarta, ajiachie. Wa yal'aba, na acheze. Wa inna lahu lahafidhun, na kwa hakika sisi tutamuhifadhi, tutamlinda. Yani hifadhi katika lugha ina maana ya walinzi. Kwa hiyo wale malaika ambao Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla amesema wa inna alaykum lahafidhina kiraman katibina, wale wanaandika na wanawalinda wanani waumini, wanamlinda mja yule ambaye wamewekwa juu yake, na hao malaika wanaitwa hafadha. Na kwa hakika sisi tutamhifadhi. Qala, baba yao akasema, inni la yahzununi, hakika mimi inanihuzunisha, an tadhhabu bihi, nyinyi kuondoka naye, wa akhafu an yakulahu dhi'b, na ninaogopea kwamba ataliwa na mbwa mwitu, wa antum anhu ghafiluna, na hali ya kuwa nyinyi mmeghafilika naye, yani mmemsahau, hamko karibu naye. Qalu la in akalahu dhi'b, wakasema kwa hakika kama ataliwa na mbwa mwitu,
wa nahnu usba, na sisi ni kikundi, inna idhan la khasiruna, basi sisi tutakuwa tumekula hasara kabisa. Yani sisi tutakuwa hatuna maana. Kama ingekuwa nasema Kiswahili wangesema basi akiliwa na mbwa mwitu sisi tutakuwa hatuna maana. Angalia maneno yote na hivi viapo vyote na hizi taukidi zote, na kwenye nafsi wamelificha jambo. Alafu mzee Yaqubu ni nabii, wala hajang'amua wala hajajua lile walilolidhamiria. Mimi nashangaga jamaa zetu masufi wanavyotaka kuonesha kwamba kwa kuwa wao ni mashekhe, kwa kuwa wao ni muridi, kwa kuwa wao ni kadha, wamefikia katika daraja ya kuwa wanaweza. Yani mtu huwezi kuwa shekhe mkubwa alafu huwezi kuwa unajua mambo ya mbele hivi. Inatakiwa hata ukimwangalia mtu useme bwana wewe una matatizo bwana, njoo tukufanyie dua. Wewe bwana una bahati sana wewe. Ndio zao hizi. Na wanaona hiyo ni katika ukamilifu wa wema. Kama mtu hajafikia hivyo, kwa hivyo wakuwa wanawadhania mashekhe wao ni watu wema, wanawadhania wanajua nini? Wanadhania wanajua mambo ya ghaibu. Manabii hawajui ghaibu, isipokuwa Allah akitaka. Tunasema isipokuwa Allah akiwapa nini. Kwa hivyo kiasili hawajui kabisa ghaibu yoyote. Wanapojua sio kwamba wamejua kwa sababu wanaweza kujua baadhi ya ghaibu, hapana. Wanapojua ni pale wanapojulishwa, wanapopewa taarifa. Na watu wamepatwa na utata pale tuliposema kwamba, ama iliposema Qur'ani kwamba hakuna anayejua ghaibu isipokuwa Allah. Sema mbona mimi nimeenda kwa mganga amenitajia jina langu, amenitajia na tatizo langu kabla sijasema. Kwa hivyo Qur'ani imesema jambo ambalo sio? Hapana. Yule hajajua, ameambiwa na shaitani, na shaitani angeweza kumdanganya kwamba wewe unaitwa Juma, akamwambia anaitwa Hamisi, angekwambia wewe unaitwa Hamisi wewe. Shaitani amemwambia kwamba anatokea Morogoro, shaitani angemwambia anatokea Mbeya, angesema wewe unatokea Mbeya wewe. Kwa hivyo hajui, ameambiwa tu. Na ikiwa jambo linasimamiwa na shaitani haliwi ni jambo la khairi, haliwi ni jambo la khairi. Shaitani kwa nini anasimamia huu mradi wa kutoa taarifa kwa mganga wa kienyeji? Ili nyie muamini kwamba wapiga ramli wanasema kweli. Kuna siku nyingine atakuja kumpa taarifa ambazo sio za kweli kwa mujibu wa matakwa yake, na unakuwa unaamini. Kama shaitani wakipata information kidogo za kweli kwa njia ya kuiba au kwa namna yoyote, wanajaziliza na maneno mengi ya urongo. Kwa hivyo tunafanya nini? Tuna conclude kwamba Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ndiye peke yake ambaye anajua nini? Anajua ghaib. Kwa hivyo wakamwambia mzee, arsilhu maana ghada, muachilie pamoja nasi kesho, yartau yalabe, astarehe na acheze, wa inna lahu lahafidhun, na kwa hakika sisi tutamuhifadhi. Qala inni la yahzununi, akasema hakika mimi inanihuzunisha, antadhhabu bihi, yani dhihabukum bihi, kuondoka kwenu naye, wa akhafu an yakulahu dhi'bu, na ninaogopea kwamba ataliwa na mbwa mwitu, wa antum anhu ghafiluna, na aliyakuwa nyinyi mmeghafilika. Baba akakwepa kuwatuhumu watoto kwamba ataliwa na mbwa mwitu na nyinyi mtakuwa mmemtelekeza. Sababu sio vizuri unapozungumza na watu kaona unaelekeza tuhuma, sio katika muamala mzuri. Kwa hivyo hata kama ana mashaka nao, sio vizuri kudhihirisha kwamba nyinyi mwanangu simruhusu kuondoka nanyi kwa sababu nyinyi ni watu wabaya, sababu na nyinyi mna hasadi naye. Akawa anataja sababu zingine, na hata alipotaja hizo sababu kwamba ataliwa na mbwa mwitu, akatengeneza udhuru, akazambia wa antum anhu ghafilu, na hali ya kuwa nyinyi mtakuwa mmeghafilika. Kwa sababu akisema ataliwa na mbwa mwitu na nyinyi hamumjali wala hamna mapenzi naye, itakuwa anaongezea nini? Uadui baina ya watoto wao, baina ya watoto wake. Qalu la inaka lahu dhibu wa nahnu usbatun inna idhan la khasirun, wakasema wallahi kama ataliwa na mbwa mwitu na sisi ni kikundi kikubwa, sisi tutakuwa ni watu tumekula hasara, yani hatufai kabisa.
falamma dhahabu bihi, walipoondoka naye, maana yake walimshawishi, hatimaye akakubali, hali ya kuwa tunasisitiza hajui ghaibu huyu mzee Yaqub, na yeye ni nabii wa nani? Wa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Falamma dhahabu bihi, zama walipoondoka naye, wa ajma'u, na wakakubaliana. Ajma'u mwanzoni si walikuwa na rai mbili, ajma'u wote wakakubaliana rai moja. Ajma'u yani fi rai, wakakubaliana an yaj'aluhu, wamjalie. Mwanzoni ilikuwepo rai ya kumtupa ardhini, ilikuwepo rai ya kumuua, ilikuwepo rai ya kumtupa kabisa kisimani, sio kumweka, kumtupa. Wa alquhu fi ghayabati aljub. Sasa wanasema wa ajma'u, wakakubaliana an yaj'aluhu, wamjalie fi ghayabati aljub, katika kisima kirefu. Ili neno an yaj'aluhu, wamjalie, lina tafsiri na linaweka wazi lile neno la kwamba mtupeni kisimani, kumtupa kwa maana ya kumuweka. Kwa hivyo watamjalia kisimani. Alipopelekwa huko kisimani, walipomweka kisimani, Qur'ani inasema wa auhaina ilayhi latunabbi annahum bi amrihim hadha, tukampa wahai kwamba kwa hakika utawaambia watu hawa jambo lao hili, wa hum la yash'uruna, katika hali ambayo hawajui, yani watakuwa wamesahau kabisa kipindi unawaambia. Na hii ilikuwa ni bishara kwamba hata Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla atamuokoa. Na huu wahai hapa sio wahai kama wa unabii. Huenda Allah alimwambia kwa njia ya nini? Ya ilham. Alipata mawazo, akapata hisia kwamba, sababu hapa bado ni mdogo, haujafikia ule umri wa kupewa nini? Wa kupewa wahai. Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, wa auhaina ilayhi, tukampa wahai, la tunabbi annahum bi amrihim hadha, kwa hakika utawaambia. Hiyo nuni shadda hiyo, la tunabbi annahum, wallahi utawaambia. Unaona lamu taukidi, lamu la na nuni hiyo taukidi, la tunabbi annahum, kwa hakika utawaambia. Kiswahili hiyo nuni taukidi tunaisema kwa kurudia neno. Kwa hakika ndio hiyo la. Tunabbi annahum, utawaambia. Bi amrihim hadha, sababu neno nabaa inataaddi kwa ba. Nabaa anbaa bihi, la tunabbi annahum bi, kama vile amara bi kadha, utawaambia jambo lao. Kwa hivyo unapotafsiri ni fi'li na harfu yake, usizitenganishe. Usiseme utawaambia kwa jambo lao, hiyo sio fasaha. Sema utawaambia jambo lao, sababu hiyo ba ni katika jumla ya neno. Kwa mfano ukisema amana billahi, usiwezi kusema ameamini kwa Mwenyezi Mungu, unasema amemwamini Mwenyezi Mungu, sio? La tunabbi annahum bi amrihim hadha, wallahi kwa hakika utawaambia jambo lao hili, wa hum la yash'uruna, na wao wameghafilika. Niseme neno hapa kabla hatujaendelea mbele, huenda kuna munasaba mbele ambao ni mzuri zaidi wa kusema jambo hili. Tabani Mwenyezi Mungu amesema utawaambia, ni kweli itatokea, atawaambia. Ni kweli ilitokea, akawaambia. Yani wamefanya jambo, umepita muda mrefu mpaka wamesahau, ndio maana utawaambia hali ya kuwa hawajui, hawahisi. Utawaambia wakati unawaambia hawajui kwamba huyu ni nani? Ni Yusuf. Utawaambia jambo lao hili, wa hum la yashurun. Nataka kusema nini? Kwamba aghlabu, yani hii ni kanuni ya Mwenyezi Mungu, sio imepita. Hii kanuni ni endelevu. Na kawaida ya Qur'ani ni hivyo, habari ambazo zinazungumzwa si jambo limetokea mara moja, halina kanuni ya kuendelea. Kama halina kanuni ya kuendelea, halina haja ya kusemwa.
sababu unadili na jambo ambalo haliwezi kutokea la nini, kwamba Qur'ani inapozungumza jambo point. Kwa mfano ndugu kuhusudiana ni kanuni ya maisha. Kwa nini sasa Mwenyezi Mungu anatuambia ukiishi na ndugu zako, pamoja na kwamba ni ndugu zako, wewe unatahadhari nao? Unaweza kumshauri ndugu, nataka kufanya biashara fulani, akikushauri kwa kuwa wewe unajua hili, utakuwa una kanuni ya akili za kuambiwa changanya na zako, kwa sababu Qur'ani imesha kutahadharisha kwamba ndugu wana hasadi baina yao. Anapenda muwe mna level tu moja ya maisha, mkishuka anapenda mshuke wote. Ni wachache katika ndugu kwamba mkishuka anaona basi kama mimi nashuka, Mwenyezi Mungu saidia basi hata mmoja wetu atoke. Kwa hivyo unaweza kumtaka ushauri ndugu juu ya jambo la talaka, juu ya jambo la maendeleo, juu ya jambo kadha, akakushauri vibaya. Sio kwamba hajui kushauri, kwa sababu anakushauri kwa mujibu wa utashi mwingine ambao wewe huoni. Kanuni ya maisha ni hapa nasema haya mambo ambayo yanazungumza katika Qur'ani ni mambo ambayo yanajirudiaga. Mtu akimfanyia mabaya mtu, aghlabu Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla baadaye humrudisha huyu akiwa ni muhitaji kwa huyu. Hata asipomwambia bwana wewe si ulifanya kadha na kadha, yeye mwenyewe anakumbuka hiyo, anarudi akiwa na haya. Hii ni mara nyingi sana. Allah anaweza akamfungia njia zote ikawa hamna namna isipokuwa atakurudia wewe, aje akuombe msaada, iwe ni malipo ya jambo labda alikufanyia, yani nini, impate aibu. Impate nini? Impate aibu. Ndio Waswahili wakasema mwisho wa ubaya. Unajua methali nyingi sio za Kiswahili, za misemo ambayo watu wanaisema. Waswahili wana misemo yao na watu wengine, watu wote duniani wana misemo yao. Hii misemo huwa inaundwa, inazaliwa kwa muda wa miaka, karne na karne. Kuna jambo linajirudia mpaka watu wananoti kwamba hii uwaga iko hivi hivi, na hii uwaga iko hivi hivi ni kwamba imetokea hivyo mara nyingi, na hiyo kutokea mara nyingi ni dalili kwamba hiyo ni kanuni ya maisha aliyoyaumba Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Hiyo ni kanuni ya maisha. Kama ni tabia, basi hiyo tabia ni kanuni katika maisha ya binadamu. Ndio akasemaje, at-tarikhu yu'idu nafsahu, historia huwa ina tabia nini? Ya kujirudia. Kwa hivyo watu waliosoma historia ni kama vile wana experience na maisha, wana experience ya maisha haya na yale ambayo wameyasoma kama vile wameyaishi. Mara nyingi mtu akimfanyia ubaya mtu mwingine kwa dhulma, Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla atamrudisha. Kama alimdhalilisha, itamrudia yani. Kwa hivyo akamwambia, Mwenyezi Mungu akamwambia, la tunabi annahum bi amrihim hadha wa hum la yash'uruna, kwa hakika utawaambia jambo lao hili na wao na ilhali wao hawakumbuki, na ilhali hawahisi. Kwa hivyo wakalifanya lile jambo lao, baba yao akawaruhusu, wakaondoka naye. Walipofika kule wakatekeleza lile waliloliazimia, kwamba walikuwa wamekubaliana kumweka katika kisima. Wajau abahum ishaan yabkuna, wakamuijia baba yao wakati wa jioni wanalia. Ingelikuwa hii story inasimuliwa na binadamu, hili neno wakamuijia baba yao ishaan, wakati wa isha. Wakati wa isha maana yake magharibi imeshapita, ni ile kama time ya saa 2, ile time ya kusali salat al-isha inaitwa isha. Ingekuwa hii story inasimuliwa na binadamu, tungelipuuzia tu hili neno. Kwa nini wakaja ishaan? Mimi nikiwa nazungumzia nasimulia habari, kuna baadhi ya maneno nimeyakusudia, kuna mengine yamejichomeka tu kujaziliza sentensi. Kwenye Qur'ani hakuna neno moja limejichomeka kujaziliza sentensi Kwa hivyo maana itakuwepo tu, yani
hikma na sababu ipo tu, sisi tunaweza tukaijua ama tusiijue. Yani ukubali kwamba wewe unaweza usijue hikma ya kuchomekwa neno fulani, basi sema mimi hapa nimefeli kujua, lakini uamini kwamba iko hikma, sio? Baadhi ya ulama wametaja hikma yake ni kwamba, unajua uso unamuumbua mtu, kama anasema uongo uso wake ni rahisi kumfedhehesha. Ndio maana mtu mwingine kama anasema uongo anavaa miwani nyeusi ili apate confidence, au anavaa niqabu. Mwanamke fanya maovu anavaa niqabu ili impe confidence fulani, sio? Kwa hivyo wao wakasubiria jua nani ikawa giza giza, warudi wakimwambia mzee wao wapate confidence ya kuzungumza, wajao abahum ishaan. Lakini pia iko sababu nyingine, kule kuchelewa kuonesha kwamba hilo jambo limewashughulisha mpaka wamechelewa, kumetokea tatizo ndio maana wamechelewa, wamekuja muda usiokuwa wa kawaida. Wakaja hali ya kuwa wanalia. Qur'ani haijasema yatabakau na wanajipretend kulia, imesema kabisa wanalia. Maana yake wanatoa machozi kweli. Hebu imagine mwanadamu anaweza kusema jambo la uongo na akalia. Si kama inavyokuwa kwenye maigizo. Mtu anaigiza na analia, wala hajaweka pilipili wala nini. Kwa hivyo kama una kesi umeletewa, kuna mtu mwingine shekha anakutia hatiani mara moja tu, kisa huyo unayegombana naye analia, anatoa machozi. Anakutia hatiani kisa anafanya nini? Kisa anatoa machozi. Lakini Qur'ani hapa inatuonesha kwamba anaweza akalia na anaonesha huzuni, watu wote wakaelemea kumhurumia. Mashi. Niliona kesi moja, mtu mmoja mwanamke ana utesi na mumewe, mwanamke anazungumza huko analia. Nikamwona yule aliyopelekewa ile kesi akamili kwamba 100% huyu mwanamke atakuwa anaonewa tu. Kumbe ni muongo. Kumbe ni muongo. Kwa hivyo akamwijia baba yao wakati wa usiku, ya bukuna qalu ya abana, wakasema ewe baba yetu, inna dhahabna nastabiqu, sisi tulienda tukawa tunashindana. Watoto wanaweza kushindana mbio, wanaweza kushindana kurusha mishale. Nastabiqu, ulama qalu yastabiquna ala aqdamihim, wa qala ba'dhum yastabiquna fi rami, wanashindana kurusha mishale au wanashindana kwenye mbio kukimbizana. Nasema sisi tulienda baba kushindana katika mbio. Watarakna Yusufa inda mata'ina, na tulimwacha Yusuf kwenye mizigo yetu. Yani mahala labda tulipovua mashati yetu, kama watoto wanacheza si wanavua mashati, wanavua labda viatu, wanaweka fimbo zao pale, ile ndio inaitwa mataa. Enda watarakna Yusufa inda mata'ina, tukamwacha Yusuf kwenye vitu vyetu. Fa akalahu dhi'b, akaliwa na, kwa sababu hiyo akaliwa na mbwa mwitu. Wama anta bimu'minin lana walau kunna sadiqina, na wala wewe baba huwezi kutuamini sisi hata kama tunasema kweli. Wakajishuku wenyewe. Kwa hivyo mrongo huwa ana tabia ya kujishuku. Walau kunna sadiqina. Hapa ulama wamesema kwenye hili tamko lao, fa akalahu dhi'be, akaliwa na mbwa mwitu. Wanasema wamechukua hii pointi pale baba yake alipoonesha kwamba anakubali uwezekano wa Yusuf kuliwa na mbwa mwitu. Wakasema lile ambalo analikubali, sisi tuseme hilo kaliwa na mbwa mwitu, ibakie kosa letu tu kwamba tumefanya uzembe, sio sisi tumemuua. Atatuingiza kwenye hatia ya nini? Ya uzembe. Kwa hivyo hatukukusudia na hatukujua kwamba mwenzetu atafanya nini? Ataliwa na mbwa mwitu. Ndio ulama wakasema kwamba usitaje weakness za nini? Za hatari katika maisha yako. Mianya ya hatari
katika maisha yako usitaje, kwa sababu wanadamu wanapenda kutumia wenye ubaya, na ameshindwa kufanya ubaya wake atajulikana. Ukitaja weakness na nani na mianya ya hatari, atatumia hiyo hiyo. Ndio maana mimi naamini wakati wa corona kuna watu wengi wameua wenzao kwa sumu. Kama ukimnywesha mtu sumu katika wakati wa kawaida, kwa vile mkono wa serikali ulivyo ni mrefu, utakamatwa tu, sio rahisi kufanya nini. Lakini kama ni wakati wa corona, tutasema ameshikwa na corona, amefanya nini? Hata akitoka nje amekula chakula kibaya, akatoka nje akadondoka, watu wanasemaje? Corona. Anachukuliwa tena, hata wamsogelei, wanaenda wanamtupa kwenye mazishi huko, yale ya kutupa watu. Na hata nasikiaga, hii sasa ni habari ya kusikia, kwamba kukitokea milipuko ya maradhi, wachawi wanachomekaga humu, wanapitisha matukio yao mengi kwenye kuadhuru waja kwa sababu ya nini? Hayo matukio yaliyopo. Kwa hivyo usiseme katika maisha yako vile vipengele vya hatari, kwa sababu watu wakivijua chomeka. Usije ukasema kuna mtu bwana ananitafuta, amesema atanifanyia jambo kadha. Huyo kabla hajakufanyia, mwingine anayetaka kufanyia jambo baya atafanya nini? Atafanya, kwa sababu anajua hatotafutwa yeye, atatafutwa mwingine. Kwa hivyo baba yao alisema ninahofia kwamba ataliwa na mbwa mwitu, na wao wakasema ameliwa na mbwa mwitu. Wa akhafu an yakulahu dhi'bu, ninaogopea ataliwa na mbwa mwitu, na wao wakasema watarakna yusufa inda mata'ina fa akalahu dhi'bu, tumemwacha Yusuf katika mizigo yetu akaliwa na mbwa mwitu. Wama anta bimu'minin lana walau kunna sadiqina, wala wewe huwezi kutuamini hata kama tusema kweli. Waja'u ala qamisihi bidamin kadhib, wakatengeneza ushahidi wa urongo, wakaja juu ya kanzu ya Yusuf, wakaja na damu ya urongo. Damu ya urongo kivipi? Sio damu, ni damu kweli, lakini sio ya Yusufu. Yusufu yuko kisimani na yuko salama, hajakwaruzwa hata sehemu moja. Baadhi ya ulama wanasema walimchinja kondoo wakampaka damu yake, au wanaweza kuwa wamemjeruhi kondoo akapaka damu yake, wakaja na damu ya urongo, bidamin kadhib, kwamba mbwa mwitu sasa amesingiziwa kwamba amemtoa damu nani? Yusuf, na akamuua. Mzee hakuwakubalia lile jambo. Inasemekana aliangalia kanzu ya Yusuf. Unajua mwerevu anaweza kudanganywa anapokuwa hajahisi kwamba atadanganywa, lakini akishajua kwamba ninadanganywa, au akiwa na mashaka kwamba anadanganywa, ni rahisi kung'amua. Kwa hivyo kama mazingira haya, ni mzee Yakubu akawaambia, huyu mbwa mwitu ana akili sana huyu, amvue mwanangu kanzu alafu amrarue, alafu kanzu ipate damu na ibakie nzima. Sababu mtu akishambuliwa na mnyama anashambuliwa mpaka na nguo zake zinachanika. Hii kanzu mbona nzima ina damu? Ndio ulama wakasema yeyote anayetengeneza kanuni hiyo, kanuni ya Mwenyezi Mungu, nikwambieni yanayozungumza katika kisa yana masomo. Kanuni ya Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ni kwamba yeyote anayetengeneza tukio la kutunga lazima atasahau baadhi ya mianya ambayo ingeziba baadhi ya maswali. Ataacha mianya ambayo itauliza, hapa bwana, hapa kuna jambo aliko sawa. Lazima ataacha hiyo mianya. Wao hawakukumbuka kufanya nini? Kuichana ile kanzu, wakakumbuka tu kutengeneza damu ya urongo na kupakaza katika kanzu. Lakini kwa hivyo yeyote anayetengeneza tukio, ndio maana alhamdulillah Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla ameweka kanuni hii. Kanuni hii ni salama sana. Kuna matukio mengi hayafanyiki. Unajua kuna mambo ambayo yamefanyika na kuna mengine yalikuwa yafanyike lakini hayafanyiki.
Kuna matukio mengi hayafanyiki kwa sababu watu wanajua kuna polisi, kuna kitengo cha upelelezi, kuna usalama wa taifa. Wanajua utafanya peke yako sawa, lakini baadaye wenyewe wakija kufuatilia jambo lao utakamatwa. Kwa sababu tukio la kutengeneza lazima linaacha mwanya ambao huo mwanya ndio itakuwa ni sababu ya kufanya nini? Ya kukamatwa. Mtu mmoja amemuua mkewe, alafu akachukua simu yake akawa anajitumia message mwenyewe. Imekuja kuangaliwa hizo simu zilikuwa ziko katika location moja. Simu zimekuja kuangaliwa kwenye mtandao, baadaye zimekuta ziko kwenye location moja kabisa. Zero distance. Kwenye nukta hii siwezi kusema kila kitu kwa sababu vitu vingine ni kuwafundisha watu waovu nini njia. Kwa hivyo baba yao akawaambia waja wala qamisuhi bida min kadhib, walipokuja na kanzu ambayo juu yake kuna damu ya urongo, qala bal sawalat lakum anfusukum amra, mzee akawaambia bali nafsi zenu, sawalat yani zayanat lakum anfusukum amra, bali nafsi zenu zimekupambieni jambo. Hapa ubaya ni mzee Yakuba ameunasibisha na nafsi zao, kule alinasibisha na nini? Na shaitani. Na mwanadamu katika ubaya ima shaitani, nafsi yake na shaitani pamoja, au nafsi yake peke yake. Tunaweza kusema au shaitani peke yake. Kama jambo limetokea kwenye mikono ya mtu, haiwezi kuwa shaitani peke yake, inakuwa ni shaitani na nafsi ya huyo mtu. Au shaitani hayupo, yeye tu na nafsi yake basi, lakini shaitani peke yake, shaitani unajua ni dhaifu, yeye hawezi kufanya kazi, hawezi kufanya kazi peke yake. Kwa hivyo baba yao akamwambia bal sawalat lakum anfusukum amra, bali nafsi zenu zimekupambieni jambo. Fasabrun jamil, ameelezea kwa jumla kwa sababu hajalijua, hawezi kusema kumefanyika kadha na kadha na kadha. Kwa hivyo aliangalia tu mazingira akasema, kutokana na vile wanavyozungumza na wasiwasi wa kuua wenye wa kufanya jambo baya, bal sawalat lakum anfusukum amra, bali nafsi zenu zimekupambieni jambo. Fasabrun jamilun. Hapa kuna somo kubwa sana. Fasabrun jamilun, basi subira njema. Najua kuna hata katika lugha ya Kiswahili kuna kushortcut maneno. Unaweza kumwambia mtu gari 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 gari, yani gari linakuja litakugonga, gari linakuja litakugonga. Unafupisha maneno unamwambia gari gari gari, na kushortcut maneno katika mazungumzo. Au unamwambia mtu subira bwana, subira subira, yani kuwa na subira, kuwa na subira. Kwa hivyo akasema fasabrun jamilun, yani basi subira njema, yani basi nitakuwa na subira njema, hakuna namna ya kufanya, jambo limekwisha kutokea. Fasabrun jamilun wallahu almusta'anu ala ma tasifuna, na Allah ndiye mwenye kutakwa msaada kwenye hiki mnachokielezea. Tunajifunza kwamba jambo likishatokea huwezi kulirudisha nyuma, kinachotakiwa kuwa na subira. Nini maana ya kuwa na subira? Kudili nalo kwa mujibu wa sheria, yani likitokea jambo, umetokea mtihani, kudili nalo kisheria ni vipi? Ni kulipokea kwa sababu huwezi kulirudisha nyuma, kukubali kwamba limeshafanya nini, limeshatokea, na Allah ndiye aliyeachilia litokee. Hata kama limetokea kwenye mikono ya binadamu sawa, lakini Allah ndiye aliyeachilia litokee. Kwa hivyo wewe unarudisha katika nini? Katika qadar. Alafu wallahu almusta'anu ala ma tasifun, mimi namuomba Mwenyezi Mungu ni mwenye kuomba msaada juu ya hili ambalo mnalielezea. Hapo ina maana mbili. Maana ya kwanza, ninamuomba Mwenyezi Mungu azza jalla msaada anisaidie kubeba jambo hili. Kuna mambo mengine ni ngumu wewe kubeba, ngumu sana. Kwa hivyo kama hauna akida kwamba hili
ninamuomba Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla anisaidie kubeba, litakushinda. Wallahu almusta'anu ala ma tasifun. Maana ya pili Kiswahili, wallahu almusta'anu ala ma tasifuna, nimemwachia nani? Nimemwachia Mwenyezi Mungu. Kuna mambo katika maisha yakitokea huwezi kulibeba zaidi ya wewe kulitupa kwa nani? Kulitupa kwa Mwenyezi Mungu Jalla waala. Jambo limetokea la hatari kubwa, huwezi kulirudisha nyuma, kulibeba ni ngumu. Baada kusikia mtu amefikiria mpaka mshipa umepasuka alafu amekufa. Kuna mambo huwezi kuyabeba. Kwa hivyo katika hali ngumu kama hiyo, ni unatakiwa umtaje Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, uwe ni mtu wa adhkari, na hilo liambatane na nini? Adhkari. Kwa nini tumetaja hapa adhkari? Kwa sababu hichi alichokitaja huyu mzee ni dhikri, amemtaja Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, lakini adila zingine zinafahamisha kwamba mwanadamu anapokuwa katika jambo gumu, dhikri inamfanya nini? Inafanya jambo hilo kuwa ni jepesi. Tumejifunza kwenye aya gani hiyo? Kwenye Bismillahir Rahmanir Rahim. Yani unaenda kulifanya jambo unasema Bismillahir Rahmanir Rahim, kwamba kwa kumtaja Allah itakuwa ni msaada wa kuliendea jambo hili, kuliweza jambo hili. Hiyo ni dalili ya kwanza, si ndio? Dalili ya pili, hii nayo ni ambali, wasta'inu bisabri wasala, takeni msaada kwa kusubiri na kuswali. Kuswali jamani, ndani mwe kuna dhikri, yani swala sehemu kubwa ni nini? Ni dhikri. Okay, ukiwa na jambo gumu na unaswali, swala sio tu itafanya wepesi lile jambo unalotaka liwe lepesi upate ufumbuzi. Hapana, sio hiyo tu, bali inakusaidia pia wewe kuhimili kwenye yale magumu. Dalili nyingine kwamba dhikri ni msaada katika wakati mgumu, ya ayyuhalladhina amanu idha laqitum fi'atan fathbutu wadhkurullaha kathiran la'allakum tuflihun. Enyi ambao mmeamini, mnapokutana na kundi la maadui muwe madhubuti, mthibiti, muwe imara, msimame, yani msije mkakimbia. Hilo ni jambo rahisi Sheikh. Kukutana na adui, yani unapokwenda vitani ni kama vile unajipeleka ukafe. Hilo ni jambo rahisi. Hilo linahitaji nguvu ya ziada. Hiyo iko nje ya uwezo wako. Inahitaji nguvu ya nini? Nguvu ya ziada. Sije mkojo ukatoka bila kujua. Unapigana vita alafu mkojo unatoka bila kujua. Sasa si umeshajimaliza wewe. Sasa kinachouthibitisha moyo ni kule kumtaja nani? Kumtaja Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Imeonekana tofauti ya Waisraeli na Wafalestina katika haya matukio ya dhulma wanayofanya Waisraeli. Wafalestina wamepata na matukio magumu sana, na bado utawaona wanathibiti. Wako katika mabomu yanateremka na wanaendelea kuwasaidia wenzao na wanabeba, wako katika matatizo lakini unaona wamehimili. Hawa jamaa waliposhambuliwa juzi hapa, zimetoka picha nyingi sana, suruali zimeloa mikojo sana tu, lakini wenzao wanaishi na maisha hayo kila siku. Tofauti ya hawa na hawa ni nini? Hawa wanamtaja Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla. Kuna mazingira mtu akiwa nayo magumu, ni lazima hawezi kudhibiti mpaka awe ana roho ya Mungu. Sio roho ya Mungu imeingia kwake, hapana. Yani roho ya kimungu ya kumcha Mwenyezi Mungu Azza wa Jalla, na roho ya kumkumbuka Mwenyezi Mungu na kumdhukuru Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Kwa hivyo mtu anapokuwa katika wakati mgumu na awe na subira. Subira maana yake tumesema ni nini? Usije ukatoa maamuzi na ukachukua hatua zitakazokutoa kwenye nini? Kwenye dini. Usiende kutafuta ufumbuzi kwa njia haramu. Sababu kuna mtu kwenye matatizo anaenda kutafuta ufumbuzi kwenye njia ya haramu. Hiyo ni kinyume na subira. Au analalamika kupita kiasi, kama mpaka mwingine anasema, anamwambia Mwenyezi Mungu, Mwenyezi Mungu, kwa nini mimi?
Kwa hivyo mzee akasema fasabrun jamilun, kanuni ya kwanza subra, wallahu almusta'an ala ma tasifuna, Mwenyezi Mungu azza jalla ndiye ambaye atanisaidia kulibeba hili. Darasa yetu itaishia hapa kwa leo, na kesho inshallah tutaendelea na aya inayofuata, wajaat sayyaratun farsalu waridahum faadla dalwahu qala ya bushra hadha ghulam. Ikawa mahesabu yao yameenda kama walivyopanga, akaja mteka maji akapeleka ndoo yake, Yusuf akaganda katika ile ndoo, alipovuta akatoka naye akasema, ewe bishara, huyu kijana, hadha ghulam faasarruhu bidaa wallahu alimun bima ya'malun. Sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.